Kuna Wahindi tumezaliwa tumewakuta wanafanya biashara, wakina Kim Ji wako wanakufa, biashara ipo. Ukienda sasa hivi pale kununua vitambaa, wafanyakazi wapo. Viko vitu vinavyosababisha biashara zisife. Lakini kwa nini watu wengi wakishafanikiwa hawadumu katika mafanikio walionayo? Ukiamua kumfuata Mungu, kufa naye, na ukiamua roga, usiache. Naongea maneno magumu ili unielewe. Acha unafiki wa kutaka kuchoma dawa, leo upo kanisani, leo upo kwa shehe. Acha unafiki. Focus. Nakwambia kwa sababu unajichelewesha mwenyewe. Maisha ni mfumo na maisha ni kanuni, na Mungu haisaliti kanuni. Ubaya uko hapo. Na kanuni haikufuati wewe ndio unatakiwa ifuate kanuni. Yaani uwezo ukasema hivi, nilimgonga au sawa, kuna kibao cha 50 nilimgonga, alikuwa anavuka, lakini mimi nilijaribu kumpigia honi ili anielewe, lakini hakunielewa. Huu ni kiziwi. Kibao kinaonesha hapa, viziwi wanavuka hapa. Wewe utakuwa uifuate kanuni, sio kanuni ifanyeje ikufuate wewe. Unakwenda kuchukua dawa kwa mganga za kuchoma, ulivyoenda umerudi, rudi kachukue nyingine, zimeisha hizo. Unachanjwa chale. Kuchanjwa chale manake nini? Si unawekewa dawa kwenye mwili. Hiyo dawa haidumu milele. Hiyo dawa inakaa, alafu inafanyaje? Inaisha nguvu. Kwa hiyo inabidi wewe unachanjwa muda wote. Kila mwezi uende ukachanjwe. Uwe kinyago cha mpapure sasa. Ni ngumu. Ndio maana watu wengi hawawezi kumaintain mafanikio, kwa sababu unapoamua kuingia katika huo ukurasa, lazima kilinge kiwe sehemu ya maisha yako. Mungu hana hasara. Anataka tuwe umwamini moja kwa moja, umtegemee yeye moja kwa moja, ufuate kanuni zake moja kwa moja. Na ndio maana tunawaambia watu, ziko faida za kuchinja ili uweze kumaintain kwenye jambo unalolifanya lisife. Nani alichinja? Wote walichinja kwenye Biblia, kasoro mimi na wewe tu. Mungu mwenyewe alichinja. Isaka, Yakobo, Ibrahim, baba yetu wa imani, na manabii wote wa kale. Mpaka Agano Jipya wanachinja. Kitabu cha Luka 22. Maandiko yanasema ikafika sikukuu ya kuchinja, ambapo ilimpasa kuchinja Kristo. Akawatuma mitume wake, nendeni mkachukue vitu huko. Sitaki, nimetamani kuila Pasaka pamoja nanyi. Ila wao wanakuambia kuchinja ni agano la kale. Fungu la 10 pia ni agano la kale. Marimbuko pia ni agano la kale. Hakuna sadaka ni agano jipya. Sadaka zote ni agano la kale. Kwa msichague nini cha kufanya, nini cha kuacha. Kama kuacha, tuache vyote. Anasema yatapita mambo yote. Neno langu alitufanyaje? Usichambue maandiko. Na hii kuchinja haina manufaa sana kwa mchungaji asiyependa waumini. Fungu la 10 lina faida kwa mchungaji, ndio maana linakaziwa. Sasa mimi sitaki waumini, yani mimi na nawiri mimi waumini sitaki mimi lawama bwana. Waumini wa IPM wale ni miguu miguu no. Bora niwe na waumini 10 lakini smart. Useme amina. Amen. Napenda waumini wengi lakini wawe na akili. Sitaki kufuga misukule mimi. Majitu yako tu hivi. Amina. Amina. Amina.